Salimu tena mjambo na wakaribisheni tena katika fundisho lingine ambalo tunajifundisha kuhusu watangulizi, na nimeweza kulitoa katika leseni hii. Leseni ya kuota hii ambayo inayoisha ni leseni ya 12 ambayo ni ya kuanzia tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2025, na tunafaa tuichambue katika siku tarehe 21 ya mwezi huu wa 6 ambayo inaongelea kuhusu watangulizi. Lakini kabla tujaenda mbali, naomba tuombe. Kristo, nakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Mungu wetu, umetupa neema na nafasi kuweza kujifundisha kusudi tuweze kujiandaa kwa ajili ya baraka yako mara ya pili. Kwa pamoja nasi, tuongoze tunapozungumza neno lako. Roho wako katawale na aweze kuwa kiongozi ili kupitia jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Sasa leseni hii ilikuwa inaongelea watangulizi na inatuonyesha visa kadhaa ambazo ziliweza kutokea katika kitabu cha Danieli. Hata tukiangalia katika kitabu cha Danieli 2, baada ya Danieli kuweza kufasiri ndoto ya mfalme Nebukadnezar. Sasa kutoka 31 tunaona maelezo ya ndoto ambayo tumeweza kuiona. Lakini tunaona ya kwamba mfalme aliweza kutafsiriwa ndoto, na tunaona inapofika katika mstari wa 47, 48 tunaona mfalme anaamuru ya kwamba Danieli aweze kupewa heshima kwa sababu ametambua kwamba kuna Mungu na hakuna Mungu mwingine kama huyo, kwa sababu aliweza kugundua wale aliokuwa na watumaini hawawezi wakamsaidia, kwa sababu waganga na Wakaldayo walipokuja kwake waliweza kumwambia ya kwamba haiwezekani kwa wanadamu wao na uwezo waliokuwa nao waweze kufasiri ndoto, isipokuwa kwanza waambiwe ndoto alafu wao waweze kufanya nini? Waweze kufasiria mfalme. Na mfalme akawa mjanja kidogo, akamwambia ikiwa mnaweza kunifasiria basi nielezeni ndoto, kwa maana imenitoka, na mkiweza kunieleza ndoto mtaweza kuelewa ya kwamba hata tafsiri yenyewe itakuwa ni ukweli. Lakini waliweza kufikiria kwamba hiyo haiwezekani kwao, lakini iliwezekana kwa mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni Danieli. Alikuja na akaweza kutafsiri ndoto ile, na baada ya kutafsiri ile ndoto tunaona sasa mstari wa 47 48 ya kwamba Nebukadnezar amekiri ya kwamba hakuna Mungu mwingine kama huyu. Lakini tunaona ya kwamba ile alikudumu kwa muda mrefu, kwa sababu Danieli 3 alipoeleza ya kwamba yeye ni kichwa cha dhahabu na akaambiwa kuna falme zingine ambazo zitakazokuja nyuma yake, aliamua kutengeneza ufalme ambao utaisha milele, akichukua nafasi ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alikuwa achukua ufalme ambao utaisha milele. Akatengeneza sanamu ya mnyama sanamu nyingine ambayo ilikuwa ni ya dhahabu, akaweka katika uwanda wa Dura na akaitengeneza akaiweka pale, lakini ile yake ya kwanza ilikuwa na jiwe lilikuwa linagonga, lakini ile yake uwanja wa Dura haikuwa na jiwe lilikuwa linagonga, kumaanisha ufalme wake ulikuwa uishi milele. Na ndipo tunapoangalia tunaona ya kwamba matatizo yaliyowapata vijana watatu katika Danieli 3 tunaambiwa ya kwamba yanakuja kujirudia tena katika siku za mwisho, wakati sheria tena inatangazwa tena ya system ya kidunia tena ikitangaza watu waweza kuabudu sanamu, ama wakiweza kuabudu ibada ya Jumapili ambayo itasimamishwa na serikali zote za duniani ikiongozwa na viongozi wa kidini ya Kirumi, kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo 13. Tunapoingia katika mstari wa 11, Ufunuo 13 hadi mstari wa 18, tunaona nchi ya Marekani ikiweza kuinuka na kuweza kulazimisha watu wote kumtii utawala wa Kirumi na kuweza kuipea Jumapili uwezo na kuweza kuwatumikia kulingana na mamlaka ya kanisa la Kirumi. Na tunaona wanaokataa tena wanauawa, kwa mfano ule ambao tulioona ulioweza kutangazwa katika kitabu cha Danieli 3 mstari wa kwanza hadi mstari wake wa 17. Na ndipo tunaangalia tunaona ya kwamba wanadamu mara nyingi hupotoka na wanasahau kiasi ya kwamba Mungu ana uwezo mwingi na wanastahili kumtumikia, na wanaamua kutengeneza ibada zao wao wenyewe wakimwacha Mungu. Lakini tunaona ya kwamba Mungu yeye huwaacha. Hiyo ndio somo ambalo tuliweza kupata katika kitabu cha Warumi ambao ni 1 mstari wake wa 18 hadi mstari wa 25. Na ndio tunaona ya kwamba mateso yale katika kitabu cha Matendo ya Mitume yaliweza kurejelea tena kwa kanisa ambalo Yesu alikuwa ameliacha, na tunaona ya kwamba kanisa liliweza kuteswa sana. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 hadi mstari wake wa 27 kuanzia mstari wa kwanza. Lakini tunapofika katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaangalia tunaona waliochangia mateso ya kanisa la Mungu
ni washiriki wa kanisa la Mungu, nikimaanisha Wayahudi. Yaani Wayahudi waliweza kuchangia sana kuuawa kwa Wakristo wa wakati ule, ama mitume walioachwa na Yesu wakilishikilia kanisa na imani ambayo Yesu aliweza kuiacha. Ndipo tunapoona ya kwamba wale mitume waliuawa si kwa sababu waliweza kumdhulumu mtu, ama walifanya kinyume na mapenzi ya Mungu, ama walifanya kinyume na mapenzi ya serikali, bali walifanya mapenzi ya Mungu, na ndio tukaona ya kwamba amri ikatolewa waweze kuuawa. Ndio tunaona ya kwamba Herode, tunaona ya kwamba alipoweza kuona ya kwamba alipomuua Yakobo, akaona iliwapendeza Wayahudi. Yaani Wayahudi ndio wale walikuwa watu wa Mungu, ama taifa ambalo Mungu alikuwa amelichagua. Alipoona iliwapendeza, aliona Pasaka ilikuwa inakaribia, sasa akaamua kumkamata Yakobo, Petro kabla ya Pasaka, ndio baada ya Pasaka aweze kumwangamiza, ama sherehe ambayo ilikuwa ya mikate isiyotiwa chachu, ili aweze kumwangamiza. Na alipoona ya kwamba iliwafurahisha kwa sababu ya kifo cha Yakobo, aliona sasa Yakobo aliweza kumuua yeye mwenyewe bila kutumia mamlaka sana ya kidini. Lakini alipoona dini wamefurahia, ndio tunaona ya kwamba aliamua kuweza kumtoa sasa Petro kwa Wayahudi, kwa sababu ilikuwa ni tasamio kubwa kwa Wayahudi unaposoma hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume 12. Sasa kwa nini nileta fundisho hili? Fundisho langu nilikuwa nimeliangalia na nikaangalia katika watangulizi. Watangulizi natuambia yaliyowatokea wale itatutokea na sisi. Na hiyo nakubaliana nao kwa sababu kitabu cha Wakorintho wa kwanza 10 mstari wake wa 11 inatuambia kwamba mambo yaliwapata kwa jinsi ya mfano, yakaandikwa kusudi yaweze kutufikia sisi tuliofikiwa na mwisho wa zamani. Na jinsi ambavyo mhubiri anavyotuambia ya kwamba hakuna jambo jipya chini ya jua, yale yaliyokuwepo ndio yatakayotendeka, nikakubaliana na haya ya kwamba kweli yale yaliyowapata wale yaliweza kuwapata jinsi ya mifano. Na ndipo tunapoangalia tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe alipokuja duniani alikuwa mtu mwaminifu akiweza kufuata sheria za Mungu, lakini tunaona ya kwamba aliweza kuhukumiwa pia ya kwamba yeye ni mvunja sheria. Na sheria waliokuwa wanamhukumu nayo ni ati ya kwamba aliweza kuvunja sheria Sabato, na ya kwamba Sabato yenyewe hakuonekana mahali popote aliweza kuvunja Sabato, ilhali tunaona ya kwamba aliweza kuponya watu waliokuwa na mahitaji makubwa katika siku ya Sabato. Na kwa sababu Wayahudi walikuwa wameweka kitu kinaitwa mapokeo. Sasa hiyo ndio kitu ambacho kimenileta hapa tuweze kuzungumza mapokeo. Walikuwa wamejiwekea mapokeo ya kwamba walikuwa wameweka usipofanya hivi unahukumiwa, ulikuwa na hatia, kwa sababu walikuwa wameweka mapokeo ambayo hayakuwa na neema ndani yake. Na ndio sababu tunaona kwamba Yesu aliweza kuhukumiwa, na zaidi ya yote tunaangalia tunaona kwamba aliweza kuhukumiwa kifo kwa sababu na kukataliwa na Wayahudi kwa sababu hakuenda sawasawa na jinsi ambavyo mapokeo yalikuwa yanaenda. Sasa katika siku ya Alhamisi kumalizia kabisa pale chini, baada ya kuangalia ambazo tumepewa, ambayo ni Mathayo 12 mstari wa 9 hadi 14 na Yohana 5 mstari wa 1 hadi 16, baada ya kusoma hapo ndio tunaangalia tunaona ya kwamba wale watu waliweza kuamua kutafutia Yesu makosa ya kuweza kumwangamiza. Na ndio tunaona ya kwamba kile kilichosababisha Yesu aweze kuchukiwa na kukataliwa na taifa la Wayahudi ni ya kwamba hakuenda sawasawa na mapokeo yao. Hiyo sasa pointi imefika nyumbani. Ya kwamba na tunaambia ya kwamba ni watangulizi, kwa hivyo Yesu ni mtangulizi kwa sababu yeye aliyapiga kwanza na sisi akatangulia, na sisi lazima tuweze kuyafuata. Na ndio tunaona ya kwamba Yesu aliweza kuhukumiwa sana na Wayahudi kwa sababu hakuweza kuperekana na mapokeo ya wazee wa Kiyahudi, bali alikuwa anasema imeandikwa katika maandiko. Na walikataa neno la Mungu kwa sababu neno la Mungu lilikuwa alikubaliana na mapokeo yao. Mungu alikuwa amekuja kuwaletea ukweli kupitia Yesu Kristo ili waweze kuelewa yale ambayo waliokuwa wamepotoka na kuyaacha wakifuata mapokeo. Sasa ndugu zangu, Yesu tukiangalia mateso yake makubwa yaliweza kutokea kwa Wayahudi. Na kwa nini yalitokea kwa Wayahudi? Ukiangalia vizuri, wale waliotesa Wakristo wa kwanza ni serikali ya Kirumi. Lakini tunaangalia serikali ya Kirumi iliweza kupatana na nini? Na kanisa la Wayahudi. Walishirikiana ili kuweza kupersecute kanisa. Na makosa makubwa yanayoyafanya ni kutafuta uhusiano na msaada katika nini? Katika msaada
nje badala kumtumainia Mungu. Mungu ndiye msaada wetu. Yesu ni msaada, amesema tutoe tunachohitaji tumuitishe kwa sababu yeye ndiye mpaji wa kila kitu. Lakini tunaona ya kwamba Wayahudi waliachana na Mungu na wakamkataa, na hata Yesu alipokuwa walimkataa na wakasema hawana kiongozi mwingine, na Yesu ndiye alikuwa kiongozi wao, wakasema hawana kiongozi mwingine isipokuwa Kaisari. Na hata wakati huu ndugu yangu nataka kukuhakikishia ya kwamba watu wa Mungu wameanza kusahau. Wameanza kushirikiana tena na Warumi, na mshipi ule wa watangulizi wetu umejirudia tena. Yaani noti imezunguka mpaka imefikia mahali tena pale waliweza kutafuta msaada tena. Kwa nini? Kwa serikali ya Kirumi. Siku ya leo unaangalia watu wa Mungu wameanza kushirikiana na watu wa nje ambao Mungu anasema mjitenge nao katika kuhitaji misaada. Misaada inatoka kwa Mungu. Tumtumainie Mungu na Mungu ataweza kutujalia na tutaweza kuwa na uwezo. Ndio tunaona ya kwamba ilipofikia wakati waliposhirikiana, tunaona ya kwamba mateso mengi yaliweza kutokea na watu wa Mungu wakaweza kuuawa. Wakauawa kwa sababu waliweza kukataa uhusiano wa nje na wakimtumainia Mungu na wakisema uongozi wao tu unatoka kwa Roho Mtakatifu na neno la Mungu. Sasa ndugu yangu, tunaambiwa ya kwamba ukisoma katika kitabu kinaitwa Last Days Then, page 126 paragraph 2 na 3, 126 paragraph 2 and 3, tunaambiwa tunastahili kuogopa wale tuko nao ndani, yani washiriki wetu na viongozi wetu ndani ya kanisa, kuliko vile ambavyo tunavyoogopa Sunday law inayoletwa pale nje. Kwa sababu gani? Siku ya leo watu wa kanisa siku ya leo hawatumaini neno la Mungu. Wanatumainia mapokeo. Na hata ukienda kuwa judged kama mtu wa Mungu, avoid sana kuingizwa kwa laini ya kitu inaitwa doctrine. Sababu doctrine ndio kile kitu ambacho kinachoabudiwa na makanisa siku ya leo, ambao kimewekwa katika system ya viongozi wa kanisa kusudi waweze kukandamiza watu waweze kuangalia viongozi, wasahau kumwangalia kiongozi wao ambaye ni Yesu. Sasa ndugu yangu, nataka kukutia tahadhari kwa sababu Yesu mwenyewe aliyapitia na sisi tutaweza kuyapitia. Hofia sana wale tuko nao ndani kuliko wale wako nje, kama vile mitume walikuwa wanajifungia ndani ya nyumba kwa hofu ya Wayahudi zaidi ya serikali ya Kirumi. Hiyo utaangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba tunafaa kuogopa wale tuko nao ndani zaidi hata vile tunavyoogopa Sunday law. Sunday law itakuja kutoka msukumo kutoka nje na tutaweza kumake study yetu tukiwa hapa, lakini na hofia wale wataka watusaliti ni wale ambao tunataka kuwa nao. Kama vile Yesu alisalitiwa na Yudasi waliokula naye meza moja, na Zaburi ilikuwa imeandika kwamba atainua mguu kuweza kumgonga, na tunaona ya kwamba hata hiyo kama hiyo ilikuwa ya watangulizi, si lazima pia itaweza kurudi kwetu. Kwa hiyo siku ya Jumapili inatambia alama ya mnyama inapokuja. Kwa maoni ambayo ninaangalia pale katika hiyo paragraph ya mwisho, uoga vitani tunaofaa kuwa nao zaidi ni wa ndani zaidi ya ule wa kuweza kuwa nje. Na ukiangalia yani vitu inaanza kujitengeneza kwa sababu kuna viongozi wetu wameamua kukataa kata uongozi wa neno la Mungu na kukataa kabisa maongozo ya kusema ya kwamba tuhubiri ujumbe wa malaika watatu, na huo ujumbe tumestiki nao kwa sababu Testimony for the Church volume 9 page 19 inatuambia ya kwamba tuweze kusimama kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, na mtu awaye yote asisimame kututenga na ujumbe huo. Kwa hivyo ni ujumbe ambao tumepewa, ambao Yesu aliita habari njema itahubiriwa kwa kila taifa, lugha na jamaa, na ili watu wote waweze kuokolewa. Jumbe za malaika watatu hauwezi hubiri pasipo kuweza kutamka neno la kujitenga na mnyama na kuseparate na system zake. Na kwa sababu wao wenyewe wameungana, neno hili linawahukumu, na kwa sababu hawataki kubadilika, wanataka kutenga ujumbe huo na watu wa Mungu, na ndio maana wanatengeneza uadui kati ya wale wanaohubiri ujumbe wa malaika watatu. Wao wameshajiseparate, wameungana na mnyama, na kwa sababu wameungana na mnyama hawataki tuweze kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Lesson hii imeandikwa, wale walioisoma ina ujumbe muhimu ambao katika sehemu chache unapata mafundisho ambayo yanaweza kukusaidia, lakini unaisoma kwa makini sana kwa sababu pia unaweza pata miongozo mingine labda inaweza kukutatisha. Kwa hivyo kuwa makini unaposoma unabii, na kwa sababu unabii tumepewa ni taa ya kuweza kutumulikia ili tuweze kuangalia mahali ambapo tunapokanyaga. Nimekwambia uangalie katika siku ya Thursday ya tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 utapata jinsi ambavyo inatuambia kwamba doctrine
ndio ilisababisha Yesu aweze kuangamizwa. Na ulipokuwa unaangalia kwamba katika kitabu cha Mathayo 15 kuanzia mstari wa 7, Yesu alianza kuwaambia mnakataa sheria ya Mungu mkifuata mapokeo yenu. Lakini hata siku ya leo ukipelekwa katika barasa vya makanisa ili kuweza kuhukumiwa, au utapata Biblia ikiwa inakuhukumu. Bali katika makanisa ya dunia hii siku ya leo wako na vitabu vidogo vilivyowekwa mapokeo na wasomi na walimu wao wakuu na wale ambao waliojipanga na kuweka mikakati ya kuweza kuhukumu wanadamu, wanaweza kuhukumu nayo. Lakini unapoletewa hiyo, epuka hizo sare zao zote ama agenda zao zote za kuingizwa katika mambo ya doctrine kuhukumiwa nazo, basi Biblia iweze kuwa mwongozo wa kuweza kutuongoza. Kuna kitabu kinaitwa kinaitwa Darkness Before Dawn, kitabu cha Dada White, ambayo ni page 37 paragraph 2. Inasema mtu yeyote asiwahi weza kuhukumiwa kutumia hizo vitabu vidogo ama mapokeo ya walio ya kusanya ili kuweza kuhukumu. Kwa sababu Biblia, na ukisoma mstari wa 2 hapo chini, inakwambia wameweza kuondoa Biblia katika mawazo ya wanadamu ili tuweze kuelekezwa kwa maamuzi ya wanadamu. Na hivyo ilikuwa kwa Mafarisayo. Kwa hivyo tuko na system ya watangulizi Mafarisayo, na kuna sehemu ya watangulizi Mafarisayo ambao wamejiweka kuwa viongozi wa dini, lakini wakikandamiza washiriki katika mapokeo ambayo wanaweza kupewa. Na mapokeo haya, ndugu yangu, wote nikwambie, yanabadilika mwaka baada ya mwaka, lakini Biblia haibadiliki. Mungu abadiliki, ni analog. Jinsi alivyosema abadiliki, ni yeye leo, kesho na hata milele. Kuna neno la upendo usinipende na alafu usitishwe na watu. Simamia neno la Mungu. Mungu ako pamoja nasi. Tutakuwa wachache katika kushukuru, lakini kusimamia kweli. Lakini unapoingia pale, kuwa mtu mwenye hekima na uwe makini kujibu jinsi ambavyo utakavyojibu katika mbele ya baraka hizi. Lakini tuwe na nafasi ya kuweza kunyenyekea na sio kuweza kujionyesha, bali tuweze kudhihirisha misimamo yetu na misingi yetu isiyobadilika, kwa sababu kiongozi wetu ni Yesu. Katika kitabu cha Ibrania 12 mstari wa 2 nasema kwamba tumwangalie Yesu peke yake ambaye ndio kiongozi wetu. Ndiye anajua hatima yetu sisi zote. Na tunaambia ya kwamba tukubali Biblia iwe ndio kanuni yetu ama ndio our creed. Hiyo unasoma katika unasoma katika kitabu cha Selected Message Book 1 page 416 paragraph 2. Tukubali Biblia iwe ndio kanuni yetu ya kutuamulia na kutuongoza katika maisha yetu. Hizi zingine zote ni mapokeo. Na ndio maana nimekwambia kwamba mtu yeyote asiweze kuhukumiwa kupitia hizo vitabu ambavyo wamekusanya kupitia wasomi, kwa sababu ukisoma hiyo nimekwambia kitabu ni Darkness Before Dawn page 37 paragraph 2 na 38 paragraph 1. Unganisha sote, soma. Sina muda mwingi, lakini kile nakwambia ni ya kwamba ndugu yangu, tuko katika siku za mwisho. Mambo ya kwenda kuangalia wanadamu na kuweza kufuatilia mambo ambayo wako nayo yamepitwa na wakati. Sasa hivi ni wakati wa kushughulikia nafsi yako. Ni kuangalia nyumba yako imesimamaje. Ni kusaidiana na wale wanaotaka kwenda. Kuna msimamo nilikuwa nasikia juzi ukisema wanaobaki wasisumbue wanaokwenda. Lakini mimi naona ya kwamba tunaokwenda tuwasumbue wanaobaki, kwa sababu ndio kazi ambayo tumepewa. Tuweze kuhakikisha ya kwamba tumewaandaa. Nataka kukuambia hivi, sisi ni walinzi, hatuko ndani ya Yerusalemu. Hatuko ndani, bali tuko katika kuta za Yerusalemu, kwa mujibu wa kitabu cha Isaya 62. Tuweze kupaza sauti yetu, tusihurumie na tusitishwe. Naomba ya kwamba tuweze kupiga tarumbeta, tuwahubiri watu wa mataifa dhambi yao, makosa yao, watu wa mataifa. Lakini nyumba ya Yerusalemu ama Yuda tuambie dhambi zao, kwa sababu ni wanasheria yale wamekiuka. Tuweze kuambia warudi katika njia. Mungu anawahitaji. Najua si wote wataokolewa. Tuko katika condition ya kanisa la Laodikia, ambao wana macho ya kuona lakini wafanye nini? Hawaoni. Wanahitaji kununua dawa ya macho kusudi waweze kuona. Na tunaambia kwamba wako vuguvugu, lakini tunaambia ya kwamba tuweze kusimama, angalau tusitapikwe, tuweze kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Na Yesu anapenda kanisa hili ambalo ni la mazalio na siku za mwisho. Lakini
Tunaambia kwamba kanisa hili la mwisho lilionekana likiwa na magugu na ngano. Yesu anakusanya. Katika hekalu la mbinguni, kila kesi ya kila mtu itapita pale. Swali langu ni je, wakati kitabu itafunuliwa, kwa sababu vitabu vilionekana vikifunguliwa, wakati rekodi zako zitakapoangaliwa, utaonekana ukuwa upande gani? Mungu atuongoze na atubariki. Tusimamie ukweli pasipo kuogopa mtu. Kabla wale wanaotuhukumu waingie hapa, Mungu aliwaita na sisi tukaitwa. Nani aliwaweka kuwa wasimamizi na waamuzi wa maisha yetu ya kiroho? Yesu ni kiongozi wetu, sisi ni watoto wake, sisi ni mwili wa kanisa la Kristo. Lakini mwili wa Kristo, Yesu ndiyo anaoshughulikia, na najua ya kwamba siku zinazokuja, najua ya kwamba kuna uamusho ambao umekuja. Na nashukuru sana wale ambao wana matengenezo wamesimama wakati huu. Wana matengenezo wa wakati huu hawatakuwa kama wana matengenezo wa kipindi cha chama cha giza. Watakuwa wana matengenezo tofauti sana, kwa sababu wataanza kusimamia ukweli na kuweka misingi ya imani yao mbele ya washiriki. Na nimekuanza kuona matunda yake, kwa sababu baada ya kuamuka watu wameanza kusoma, wameanza kuhitaji masomo, mafundisho mengi yameanza kuletwa, na watu wameanza kujua kulikuwa na ukweli na wameanza kutafuta huo ukweli. Na naamini ya kwamba kipindi hiki ni kipindi cha njaa na kiu ya neno la Mungu, kwa maana watu wameanza kutafuta. Lakini haijapotea kabisa wakose kulipata, bado kuna nafasi. Tutafute wakati huu, na Mungu anasema ya kwamba tumtafuteni maadamu anapopatikana. Kuna wakati utachelewa upate mambo yameenda mrama. Tumtafute Mungu maadamu anapopatikana. Na kwa hayo machache, Mungu atukubariki. Naomba. Mungu, tuna baba yetu, tunakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Asante kwa sababu ya uongozi wako, asante kwa sababu ya neno lako. Tusaidie kusimama, na saidie wote tuweze kutafuta neno lako. Tupe hekima tunapoishi katika dunia hii. Wale tunaotangamana nao wa mataifa na wa Yerusalemu wote, Baba, tunawaombea. Baba, nasi saidia nafsi zetu na utuongoze. Tupe hekima ya kuweza kukujua zaidi na kukuelewa. Tupe sisi wote watoto wako maelewano kwa ajili ya ufalme wako. Asante kwa yote, neema yako itutoshe. Saidia sana, kumbuka kanisa lako ambalo linaning'inia wakati huu, na wakati adui yako ndani zaidi kuliko nje. Baba, naomba ya kwamba uweze kuwa pamoja nasi. Tusaidie, najua kwamba utatuacha au utakuwa pamoja nasi.